Mzozo kati ya Israel na Iran umeingia katika hatua mpya ya hatari baada ya mashambulizi mapya ya anga kuripotiwa katika mji wa Tabriz ulioko kaskazini magharibi mwa Irani. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Irani, mashambulizi hayo mapya yanadaiwa kufanywa na jeshi la Israel likiwa ni sehemu ya muendelezo wa operesheni kubwa iliyopewa jina la Rising Lion iliyozinduliwa rasmi usiku wa kuamkia leo. Shirika la habari la serikali Fars News limeripoti milipuko kadhaa kusikika katika maeneo ya karibu na uwanja wa ndege wa Tabriz. Taarifa kutoka runinga ya taifa zimesema kuwa dakika chache zilizopita milipuko mipya ilisikika katika eneo la East Azerbaijan, hatua iliyozua hofu kubwa katika uwanja huo wa ndege unaweza kuwa miongoni mwa malengo ya mashambulizi hayo. Mashambulizi haya yamekuja saa chache tu baada ya wimbi la kwanza la mashambulizi ambalo nadaiwa kuhusisha ndege zaidi ya 200 za kivita za Israel. Kwa mujibu wa shirika la Tasmin, awamu ya awali ya mashambulizi ililenga maeneo 10 katika mkoa wa East Azerbaijan na kusababisha vifo vya takriban watu 3. Hata hivyo, mamlaka bado hazijabainisha iwapo waliouawa ni raia au wanajeshi. Ushahidi wa video na picha ambazo zinazunguka mtandaoni unaonyesha moshi mkubwa na magari ya uokoaji yakikimbilia maeneo yaliyoathiriwa. Katika tukio ambalo limewashangaza wengi, runinga ya taifa Irani imeripoti mshauri wa karibu wa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Taarifa hiyo pia imesema kuwa Ali Shamkhan, mshauri wa kiongozi mkuu, amejeruhiwa katika shambulizi hilo leo ambalo limefanywa na utawala wa Kizayuni. Shamkhan ni miongoni mwa watu wenye ushawishi mkubwa katika sera za usalama za Irani na alikuwa akiendelea kushikilia nafasi muhimu katika baraza la usalama la taifa. Mashambulizi haya mapya ni sehemu ya operesheni kubwa ya Israel ambayo imelenga zaidi ya maeneo 100 ndani ya Irani, ikiwa ni pamoja na vituo vya nyuklia kama Natanz, maeneo ya uzalishaji wa makombora kama Kondab, pamoja na vituo vya kijeshi katika miji mikuu ya Tehran na Tabriz. Katika mashambulizi ya awali ya usiku, viongozi wakuu wa Irani waliripotiwa kuuawa, akiwemo kamanda mkuu wa kikosi cha walinzi cha mapinduzi Hossein Salami, mkuu wa majeshi Mohammad Bagher, pamoja na wanasayansi mashuhuri wa nyuklia ambapo waliuawa katika mashambulizi hayo. Irani kupitia taarifa za serikali na jeshi imeelezea mashambulizi haya kama tangazo la wazi la vita na imeapa kulipiza kisasi. Tayari imezindua mashambulizi ya kulipiza kisasi ambapo zaidi ya ndege zisizo na rubani 100 zimerushwa kuelekea Israel, ingawa ripoti za awali zinaonyesha kuwa nyingi kati ya hizo ziliangushwa kabla ya kufikia malengo yake. Umoja wa Mataifa lakini pia umethibitisha kuwa baadhi ya miundombinu ya nyuklia ya Irani imeharibiwa, lakini hawajabaini kuvuja kwa mionzi hatari hadi sasa. Mashambulizi haya yanaashiria mabadiliko makubwa kutoka kwa operesheni za kivita za kisiri na vichocheo vya kivita vya muda mrefu kati ya pande hizi mbili na kuingia katika sura mpya ya wazi ya mapigano ya kijeshi. Hatua hii inaweza kuongeza sasa na kuibua mzozo mkubwa zaidi wa kikanda ambao unaweza kuathiri sio tu Mashariki ya Kati bali pia usalama wa kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.